ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه غر الميامين. أما بعد، اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة المرسلات مكية وآياتها 50. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mbele yetu ni suratul Mursalat ambayo imeteremshwa Maka ikiwa na aya 50. Katika mpangilio wa msahafu, suratul Mursalat ni sura nambari 77. Kama zilivyo kawaida ya sura zilizoteremka Maka, mara nyingi zinazungumzia katika tiba ya masala ya aqida, na pamoja na aqida, lakini vile vile inasimamia katika mambo hasa ya mambo ya akhera, dalili za uwezo wa Allah, umoja wake na mambo mengine ya ghaib. Ndivyo ilivyo sura za Maka. Sura hii mwanzo kabisa imeanza na kiapo cha Allah kwa namna mbalimbali za malaika almukallafina bitadbiri shughuni alkaun, malaika ambao wamekalifishwa kupangilia mambo ya ulimwengu. Ala anna alqiyama haqqun, kiapo hicho ni kuthibitisha kwamba kiapa kipo. Wa anna aladhaba wal halak waqi'un ala alkafirin, na kwamba adhabu na maangamizi yatawapata makafiri. Allah tabaraka wa taala anasema, wal mursalati urfa wal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra unzuran au nudhuran innama tu'aduna lawaqi. Thumma tahaddathat an waqti dhalika al'adhabi alladhi u'ida bihi almujrimun, kisha sura hii imezungumzia huo wakati wa adhabu ambayo wameahidiwa watu wabaya. Allah akasema ni pale fa idhan nujumu tumisat wa idha as-samaa'u furijat wa idha al-jibalu nusifat wa idha ar-rusulu uqitat li ayyi yawmin ujjilat li yawmi al-fasl wa ma adraka ma yawmu al-fasl. Wa tanawalat as-sura ba'da dhalika dalaila qudrati llahi albahirati ala i'adati linsani ba'da almauti. Vile vile sura imeangazia dalili za uwezo wa Allah wa wazi juu ya kumrejesha mwanadamu baada ya kufa kwake na kumhuisha baada ya kuteketea kwake katika ardhi. Wailun yawmaidhin lilmukaththibin alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin wailun yawmaidhin lilmukaththibin alam nakhluqukum min ma'in mahin. Thumma tahaddathat an ma'ali almujrimina fil akhirah wa ma yalqawna fihi min nakalin wa iqab. Sura inazungumzia vile vile sehemu za watu waovu akhira na yale atakayoyapata katika mateso na adhabu.
wailun yawmaidhin lilmukaththibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun intaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab la dhalilin wala yughni min al-lahab innaha tarmi bishararin kalqasib kaannahu jimalatun suf. Baada ya mazungumzo kuhusu watu waovu, sura ikazungumzia habari kuhusu waumini na wacha Mungu, na ikazungumzia sura yale yaliyoandaliwa kwao min anwa'i al-ifdali wal-ikram, katika takrima na mambo bora walioandaliwa na Allah tabaraka wa taala. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzi al-muhsinin. Mwisho sura hii imeweka wazi sababu za kujizuilia makafiri an ibadati llahi alwahid alqahhar, kumwabudu Allah wa pekee mwenye kutendesha nguvu. Wa huwa tughyan wal ijramu, ni kule kuvuka kwa mipaka katika maasiya na yale maovu yao. Wailun yawmaidhin lilmukaththibin kulu watamatta'u qalilan innakum mujrimun wailun yawmaidhin lilmukaththibin wa idha qila lahum irka'u la yarka'un wailun yawmaidhin lilmukaththibin fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Sura ikahitimisha kwa aya hizi kama ambavyo tumeelezea. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal mursalati urfan. Al-waw wawu al-qasam. Wal mursalati muqsam bihi majrur biwawi al-qasam. Wal mursalati al-muqsam bihi majrur biwawi al-qasam. Urfan ikhtalafa al-mu'ribuna fihi ala annahu hal wa ghayruhum qala laysa bihal. Ala kulli hal, Allah anasema na hapa na upepo unapovuma kufuatizana. Wal mursalati urfan, na hapa na upepo wenye kuvuma wa kufuatana. Ay yakfu ba'daha ithra ba'dhi. Aya hizi karibia tano kwa kuanzia hii, wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal mulqiyati dhikra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra. Hizi karibia aya tano ikhtalafa al mufassiruna fi ma'naha, wafasiri wametofautiana katika maana ya hizi aya tano. Wako waliosema aya tano zote hizi Allah ameapia upepo, ameapa kwa upepo. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra. Wanasema zote hizi Allah tabaraka wa taala amezungumzia upepo katika kasam yake, katika kiapo chake. Walakin qala ba'dhum anna Allah aqsama bil malaika jamii ayat, kwamba Allah katika aya hizi ameapa kwa malaika zote, sio upepo, kwa malaika. Alqismu thalith anna Allah aqsama birriyahi fi ba'dha wa bil malaika fi ukhra, kwamba Allah tabaraka wa taala kwenye hizi vitano kuna aya ambazo ameapa kwa upepo na kuna aya alizoapa kupitia malaika. Tumeelewana na kila mmoja amesimama katika msimamo wake. Ala kulli hal,
tukianza kwa malaika, tukianza kwa upepo, tutapitia zote hizo kauli tatu walifasiri hivi. Wal mursalati urfa, Allah anasema na hapa na upepo unaovuma, upepo ambao arsala Allah. Tumeelewana Upepo Allah ndio anautuma, anaapa na upepo unaotumwa unaovuma kwa kufuatana. Fal asifati asfa, upepo unaovuma kwa nguvu. Wan nashirati nashra, upepo unaosambaza wa hali nzuri mawingu. Maana yake upepo ndio unaopeleka yale mawingu, baada ya mawingu kujikusanyisha sehemu, basi upepo ndio unayatawanya yale mawingu unapovuma. Idhan wan nashirati nashra, na hapa na upepo ambao unayatawanya mawingu yaliyokuwa sehemu moja. Fal fariqati farqa, na upepo ambao unayatenganisha mawingu, haya yakaenda huku, haya yakaenda huku, haya yakaenda huku. Fadmulqiyati dhikra, Allah anasema na upepo ambao unapeleka kukumbukwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu kushukuriwa neema zake. Kwa sababu upepo unaposukuma mawingu yale, basi inateremka mvua, mvua inakuwa ni neema kwa wanadamu. Ala kulli hal, wale ambao wamezifasiri hizi kuwa zote ni katika upepo. Tukija katika upande wa malaika, waliofasiri kwamba Allah aksama bil malaika, anasema wal mursalati urfa, na hapa na malaika waliotumwa kwa kwenda kwa kufuatana mutatabiin. Fal asifati asfan, vile vile na hapa na malaika ambao wanapeleka pepo zenye kuvuma. Wan nashirati nashra, na hapa na malaika ambayo wanayatawanya yale mawingu, ambao malaika waliowakilishwa kwa ajili ya mvua. Fal fariqati farqa, na hapa na malaika ambao tufarriqu baina alhaqi walbatil, wanatenganisha kati ya haki na batil, walhalali walharam. Falmulqiyati dhikra, na hapa na malaika ambao wanateremsha mtajo, wanateremsha wahi. Dhikra bimaana alwahi, wanateremsha wahi kwa mitume, ambavyo ndani yake ndio hupatikana vitabu ila al-anbiya alayhi salatu wassalam, katika manabii wa Allah tabaraka wa taala. Hii ni tafsiri ya pili ya aya hizi tano kama walivyofasiri ulama. Tafsiri ya tatu ambayo jumhuri la ulama min almufassirin dhahabu ilayhi tafsiri ya tatu ambao jumhuri la ulama ambao wamesimamia ni hii ambayo tunasema aya mbili za mwanzo zinahusu upepo, aya tatu za mwisho zinahusu malaika. Tunaona aya mbili za mwanzo zinahusu upepo, aya tatu za mwisho zinahusu nini? Malaika. Maana yake ni hivi, wal mursalati urfa, na hapa na malaika waliotumwa wakifuatana. Fal asifati asfa, tunazungumzia upepo, tunasema upepo za mwanzo. Wal mursalati urfa, na hapa na upepo unaovuma kwa kufuatana. Fal asifati asfa, na upepo ambao
unavuma kwa nguvu, upepo ambao unavuma kama vile kimbunga. Al-asifa maana yake ni kimbunga au upepo unaovuma kwa nguvu. Upepo umeisha. Wanashirati nashra, na naapa na malaika ambao tumeruka au tuko sawa? Naapa na malaika ambao wamekalifishwa kuyasukuma na kuyaendesha yale mawingu yaliyobeba mvua. Ay uqsim bil malaika al muwakkalin bisahab yasukuna haithu sha Allah, wakiyapeleka kule anakotaka Allah tabaraka wa taala mawingu hayo, litanshura rahmatallahi, ili ipate kuenea mvua ya Allah tabaraka wa taala, fatuhiya bihi albilada walibad, ili wapate kuishwa miji kupitia mvua hizo. Kwa hiyo wanashirati nashra, na hapa na malaika ambao wamepewa jukumu la kupeleka mawingu kule anakotaka Allah tabaraka wa taala. Falfariqati farqa, na malaika ambao tufarriqu baina alhaq walbatil walhalal walharam, malaika wale wanafarikisha baina ya haki na batil. Nani aweza akatuambia kwa nini aya mbili hizi ni za upepo, hazihusiani na aya tatu zinazofuata ambazo ni malaika? Nani aweza kutuambia? Maana jawabu liko wazi, ambao ndipo waliposimama jumhuri ulama. Naam, hebu angalia vizuri, uweze ukagundua. Umegundua nini? Ambako ndio dalili waliosimamia jumhuri ulama kuziweka mbili za mwanzo za usu upepo na tatu za mwisho za usu malaika. Umegundua nini? Hizi wao naam, barakallahu fiki. Mwingine nani ataongeza au makubaliana na mzee? Nani mwenye jicho kali zaidi ya mzee? Vijana mwashindo na wazee siku hizi. Wazee wajaribu, nyinyi hamjaribu kabisa. Jawabu ni aliyolizungumza mzee Zumo, barakallahu fiki. Mzee Allah kumbulie zaidi. Ukiangalia kasam ni wao, tumeelewana herufi za kasam ni ngapi? Tatu, alwau walbau wa ta. Kwa hiyo hapa Allah ameanza na kasam na wao, tumeelewana alafu akaleta atfu ya fau ambayo sio katika kasam, alafu baada ya hapo akarudi tena kwenye wao kasam, kuonyesha kwamba hayo ya nyuma yanahusiana peke yao, hayaendani na haya ya mbele, kama alivyozungumza mzee, tumeelewana kwa sababu ingelikuwa yote inazungumzia jinsia moja au mausufu mmoja, zingekuja kwa wao zote na fau zote mpaka mwisho. Mfano ingekuja wal mursalati urfa, ikajaje fal asifati asfa, fan nashirati nashra, fal fariqati farqa, zote zingekuja kwa fe, wao ingebaki ile moja ya atfu kule, lau ingelikuwa mausufati wahida. Lakini imekuja wao katikati baada ya fau ya atfi kuonyesha hii ni mausufu nyingine ya uhusiano na mausufu hizo za nyuma, kama alivyozungumza mzee. Tunaelewana vijana? Mpo wazee wa washinda. Ala kulli hali, kwa sababu wenyewe wanasema al-atfu bil waw
mara nyingi inakuwa kwenye mausufu wahid, walakin almawsuf al-atfu bil fa yakunu mawsuf mukhtalifin, wenye kutofautiana, kama hapa inavyoonyesha aya hizi tano. udhran au nudhran falmulqiyati dhikran, na apa na malaika wenye kuteremsha wahi. Udhran, hali ya kuwa wahi huo ni maonyo, ni udhuru kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kwa yule mwenye kutubia. Nudhran, na ni makemezo kwa yule ambaye anamwasi Allah tabaraka wa taala. Tumeelewana ay i'dharan min Allah lilibadi lialla yabqa lahu hujja inda Allah, hali ya kuwa ni udhuru huo kwa waja wa Allah tabaraka wa taala, ili isibakie hoja kwa Allah tabaraka wa taala kwamba mbona kutufanyia hivi. Nudhuran au nudhuran, au ikawa ni tahadhari na maonyo yatokayo kwa Allah tabaraka wa taala kwa viumbe wake kuhusu adhabu. Ndiyo maana ya wahi. Wahi ni udhuru au ni maonyo. Udhuran au nudhuran, hali ya kuwa ni udhuru kwa waja wa Allah tabaraka wa taala, ili wasipate hoja kwamba mbona kutuletea maelekezo watuadhibu. Kwa hiyo Allah amewatuma malaika wateremshe wahi kwa sababu ni udhuru, usiwe na hoja kwa wanadamu kulalamikia Allah. Ukisema mimi sikufikiwa na ujumbe, tambua si tuleta mitume, tulileta mashekhe, tulileta maustadhi, hoja ikupigia huna udhuru hapo. Au nudhuran au wahi, hali ya kuwa ni nini? Ni maonyo. Wahi walikuja na malaika kwa mitume ni maonyo kwa wanadamu kwamba ukifanya hivi mtafanywa hivi, taadhibiwa hivi. Allah tuhifadhi na hayo yote. Kwa hiyo hizo zote ni kasam huko, na inapokuja kasam, kiapo, kuna jawabu al-qasam, lazima ipatikane jawabu la kiapo hicho. Kwa nini Allah ameapa? Sio kwamba Allah alikuwa jiapia tu, ana malengo yake kwenye kiapo, ni kutilia msisitizo kila anachotaka kusema, ambacho ndio kinaitwa jawabu al-qasam. Ndio pale akasema innama tu'aduna lawaqi, hakika yale mlioahidiwa ni yenye kutokea. Kuwapa kote huko Allah tabaraka wa taala anataka kuwahakikishia walimwengu kwamba yale mlioahidiwa basi yatatokea katika kiyama. Kiyama kipo, msiwe na shaka, mpaka Allah anafikia kuapa na malaika wake, anafikia kuapa na upepo, ni kutilia uzito kwamba yale mlioahidiwa yapo, inayotafika. Na innama hapa sio ile adatul hasri, lazima tutanamba hii sio ile adatul hasri. Hii imeunganishwa tu innama katika uandishi, lakini asili yake ni inna ma, kwamba inna ni katika hurufu at-tawkid wa nasb, yansibu al-isma wa yarfa'u al-khabar, wa ma ism mawsul bimaana alladhi mabniyu ala sukun fi mahalli nasb ismu inna. Tu'aduna fi'l mudari mabniyu lilmajhul, wal wawu dhamiru muttasil mabniyu ala sukun fi mahalli rafi naibu fa'il. Umeelewana wal jumla silatul mawsul, kwa sababu ma tumesema bimaana al mawsul, wal jumla silatul mawsul. Allamu zahlaqa waqi'un khabaru inna marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahira ala akhirih. Innama tu'aduna lawaqi,
hakika yale mlioahidiwa yatafika na yatatokea. Hakuna ubishi katika hili. Hii ndio jawabu al-qasam. Yatatokea wakati gani yale mlioahidiwa? Hicho kiama mlichoahidiwa kitatokea wakati gani? Fa idhan nujumu tumisat, pindi nyota zitakapoporwa nuru yake. Nyota zitakuwa hazina nuru, zipo lakini hazina nuru, ondolewa nuru yake. Mkishaona nyota zimekosa nuru zake, basi ujue yale mlioahidiwa yamefika, ambayo ni kiyama. Fa idhan nujumu tumisat. Ay muhiyat an-nujumu wa dhahaba nuruha, pale zitakapofutwa nyota zikaondoka nuru yake. Wa dhiyauha. Wa idha as-samaa'u furijat, na pindi mbingu zitakapofunguliwa na kupasuka pasuka. Maana yake mtakapoona mbingu zimepasuka pasuka, basi innama tu'aduna lawaqi, yale mlioahidiwa yamefika. Wa idha aljibalu nusifat, na pindi milima itakaposagwa na kuwa unga, kuwa changarawe ndogo ndogo. Maana yake hakutokuwa tena na mwinuko wala mlima, kama nilivyosema Allah tabaraka wa taala, wa yasalunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Wanakuulizia kuhusu milima, waambie milima Allah na Mola wangu ataibondabonda, itakuwa tambarare tu. Kwa hiyo ahadi hiyo ya Allah ni pale milima itakapobondwa na kuwa ni vumbi linaruka. Watanafarati hatta asbahati habaan tadruhu riyah, mpaka ikawa ni vumbi ambalo linapeperushwa na upepo milima, kama tulivyosema katika aya hii ambayo iko katika surati Hud, katika surati Taha. Wa idha rusulu uqitat, na pindi mitume watakapoekewa muda maalumu. Lifasli bainahum wa baina umamihim, kwa ajili ya kuwahukumu kati yao na umma zao. Tumeelewana? Mitume watakuwa na muda wao maalumu, kila mtume na watu wake, ili waulizwe, je, mtume wenu amewafikishia? Wako watakosema ndio, wako watakosema hapana. Ndipo watakapoulizwa ummati Muhammad, litakunu shuhada ala nas, kwa sababu sisi tumewekwa ummatu wasata, litakun shuhada ala nas, ili tuwe mashahidi kwa umma nyingine. Kwa hiyo watakapomkataa mtume wao kwamba hakufikishia, wataulizwa ummati Muhammad. Ummati Muhammad watasema wamefikishiwa, sisi tumeelezwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Saleh balagha ar-risala ila ummatihi, kwamba Saleh amepeleka. Tumeelezwa na Qur'ani kwamba Hud amepeleka ujumbe kwa umma wake kaumu Ad. Tumeambiwa kwamba Lut amepeleka. Kwa hiyo wakati huo wote ni pale ambapo watakataliwa baadhi ya mitume na umma zao kwamba hawakufikishiwa. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anasema wa idha rusulu uqitat, na pindi mitume itakapowekewa wakati maalum. Imekuja kwa hamza uqitat, wal aslu muqitat bil waw li'annahu min al waqt, kwa sababu ni mushtaq neno hili katika wakati. Waqata yuwaqitu tawqita, tumeelewana? Min waqata, sio aqata. Lakini wanasema adham ala alwaw takunu thaqila, imeondolewa wao ike kwa hamza, kwa sababu umma kujua ya wao kuitamka inakuwa ni nzito, ina uzito kuliko hamza. Kwa hiyo imebadilishwa, kutolewa hamza kutolewa wao ambayo ni asli, kwa hamza litashili nutq, kwa sababu ya kuepesisha katika kutamka. Lakini asli yake
katika lugha, wa idha rusulu wuqitat. Shuf, wuqitat zito kidogo, tumeelewana eh? Hata ukijaribu unaona ile wa idha rusulu wuqitat, lakini unaposema wa idha rusulu wuqitat, shuf fihi suhula, ndani yake kuna pesi fulani. Ala kulli hal, na ni pale pindi mitume itakapowekewa wakati maalumu kwa ajili ya kuwahukumu kati yao na umma zao, wa huwa yaumul qiyama, nao ni pale siku ya Kiyama, kama alivyosema Allah tabaraka taala katika aya nyingine, yauma yajma'u Allahu rusula fayaqulu madha ujibtum, siku ambayo Allah atawakusanya mitume wote na atasema Allah, mlifuatwa vipi na watu wenu, mlijibiwa vipi na watu wenu? Je, watu wenu waliwakubali au watu wenu waliwakataa? Wataulizwa mitume. Ndio hiyo siku ambayo Allah anasema wa idha rusulu uqitat, siku ambayo wataikuwa muda maalum ili Allah wahukumu kati yao na watu wao. Liyaumin ujilat, ni kwa siku ipi kubwa hiyo? Ujilat, watahairishiwa, watacheleweshewa hao mitume. Ni siku gani kubwa hiyo ambayo watacheleweshewa hao mitume? Allah anasema liyaumil fasli, watacheleweshewa kwa ajili ya siku ya kuhukumu, siku ya kuhukumu kati ya wao na watu wao. Liayi yaumin ujilat, walinkaru fi yaumin liifadati at-ta'dhim wa at-tafkhim, ay liayi yaumin adhimin ujilat, ni siku gani hiyo kubwa ambayo watakuwa wamehairishiwa na kucheleweshewa au mitume? Allah anasema liyaumil fasli, ni kwa ajili ya siku ya malipo na kuhukumiwa kati ya wao na umma wao, ndio ambayo itacheleweshwa mpaka siku hiyo, ili wakahukumiwa katika siku hiyo. Huku duniani hakukuwa na hukumu yote. Yauma yafsilu Allahu baina al-anbiya'i wa umamihim al-mukaththibin, ambayo ndiyo siku Allah atawahukumu manabii pamoja na watu wao waliokadhibisha, bihukmihi al-adil, kupitia hukumu yake Allah yenye uadilifu. Ni hiyo siku ya Kiyama. Ataichelewesha siku hiyo kwa ajili ya kuwahukumu manabii na watu wao, ili waonekane kweli waliwafuata mitume wao au walifanya mambo ambayo sio mazuri. Wama adraka ma yaumul fasl, ni kipi kinachokujuza wewe ni ipi hiyo siku ya hukumu? Siku hiyo ya hukumu ambayo yafsilu Allahu baina al-ibad, atawahukumu watu, Allah atawahukumu waja wake. Fa inna dhalika al-yawm a'zam min an yu'rafa amruhu, an ya'rifa amrahu insan, ni siku kubwa nzito ambayo hajapoijua jambo lake mwanadamu yoyote. Wama adraka ma yaumul fasl. Aya inafuata, wailun yawmaidhin lilmukaththibin. Wailun yawmaidhin imekuja kwa nakra, wailun ay wailun adhim, adhabu kubwa, ole wao, maangamizo makubwa. Yawmaidhin, siku hiyo ya Allah kuwapambanua na kuwahukumu waja na mitume yao, lilmukaththibin, basi adhabu kubwa, maangamizo makubwa yatawapata wale waliowakadhibisha mitume wao. Kama mtu aliishi duniani ikawa yeye aenda bila alivyotaka yeye, bila mwongozo wa mitume, basi siku hiyo atajuta, kwa sababu adhabu kubwa itampata. Imekuja kwa tanwini yaumaidhin, ambayo wanaita tanwini gani? Iwadhu anil jumla, taqdiruhu wailun yawma idh fasala Allahu baina al-anbiya'i wa qaumihim lilmukaththibin.
adhabu nzito, ole wao siku hiyo wale ambao waliwakadhibisha mitume na walikadhibisha maneno ya Allah tabaraka wa taala. Idhan tanwini iwadhun anil jumlati almahdhufa kama qaddarnaha, kama tulivyoikadiria jumla. Aya inafuata alam nuhlikil awwalin. Al-istifhamu at-taqriri, tunaona Allah haulizi, imekuja istifhamu lakini sio kwa lengo la kuuliza. Wanasema kharaja al-istifhamu an ma'nahu al-haqiqi huwa talabu ma'rifa wal fahm ila taqriri. Tumeelewana? Imetoka kwenye maana yake ya halisi, kwa sababu istifhamu inapokuja inataka mtu kufahamu jambo. Akalta fi sabah, je, umekula asubuhi? Maana yake mimi nataka nijue wewe umekula au. Hal dhahabta ila mustashfa, je, umekwenda hospitali? Maana yake nataka nijue umeenda. Lakini hapa Allah haulizi kwa kutaka kujua. Allah anauliza lakini katika uslubu wa kumkirisha yule ambaye anasikia maneno yake. Alam nuhlikil awwalin, bala kad ahlakta alawwalin. Maana yake hivi, mimi sikuwaangamiza wale waliotangulia mwanzo katika umma almukadhibina birrusul? Jawabu lake bala, ni kweli. Kad ahlakta almukadhibina alawwalin, kweli Allah umewakadhibu. Kwa sababu anasikia maneno haya ajua wazi kwamba Allah aliwaangamiza watu ambao aliwaangamiza watu wa Ad, ndio awwalina hawa. Tumeelewana? Aliwaangamiza Thamud, hawa ndio awwalina anawakusudia Allah kwenye hii sehemu. Ay alam nuhliki sabiqi bitakdhibihim lirusul, hivi hatukuwaangamiza kwani waliotangulia kwa kukadhibisha kwao mitume? Kakaumi Nuhi, kama watu wa Nuhu, wa Adi na wa kabila la Adi, wa Thamudi na kabila la Thamudi, kwani hatukuwaangamiza hao? Thumma nutbi'uhumul akhirin, kisha tutafuatizisha kuwaangamiza wanaofuata. Maana yake walikuja wengine baada yao ambao mfano wa kaumu Lut, mfano watu wa Shuaib, watu wa Musa, Firauna. Hawa ndio akharin walikuja baada ya awwalin. Awwalin utawataja watu wa Nuh, watu wa Ad, watu wa Thamud. Thumma nutbi'uhum al-akhirin, kisha tutafuatiza waliofuatia wengine ambao ndio hao kaumu Lut, Shuaib, watu wa Shuaib, watu wa nani? Firauna wakati wa Musa alayhi salatu wassalam na wengineo. Kadhalika, vivyo hivyo, nafalu bil mujrimina, ndivyo tutakavyofanya kwa watu waovu na wabaya, hivyo kama tulivyofanya wenzao. Maneno haya anaambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpa maliwazo na taslia, kwamba usikusumbue hawa, ukitaka hawa wale halitu. Tuliwaangamiza wale ambao walikuwa na nguvu zaidi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bilwad. Hivi uone Muhammadi namna Mola wako alivyowaangamiza watu wa Ad, irama dhatil imad, watu waliokuwa na vimo vizito na vikubwa, allati lam yakhluq mithluha fil bilad, watu ambao Allah hajakuumba mfano wao katika dunia yote. Watu kama Waadi walikuwa watu warefu, watu wana miili mikubwa, watu wana nguvu. Wa Thamud alladhina jabu as-sakhra bilwadi,
na kabila la Thamud ambalo lilikuwa likichonga milima kuwa ni majumba, wa Firauna dhil autad, na Firauna alikuwa na jeshi kubwa. Leo tuna pyramids, ni ujenzi wa Firaun ambaye Allah ndio anasema Firauna dhil autad. Leo ukiangalia ujenzi wa piramidi zile, enzi hizo hakuna fokolifti wala hakuna winchi wala hakuna crane, lakini ujenzi ule umekuwa unashangaza zama hizi za teknolojia, kwamba hao wako walikuwa sampuli gani. Lakini pamoja na ukubwa wao, pamoja na magugu yao, Allah tabaraka wa taala aliwaangamiza, ambao ndio hao wanaeleza hapa, alam nuhlikil awwalin, kwani sisi hatukuwaangamiza wale waliotangulia mwanzo? Thumma nutbihum al-akhirin, kisha tukafuatizia wale waliokuanza baada yao. Kadhalika naf'alu bil mujrimin, vivyo hivyo ndivyo tutakavyofanya kwa watu wabaya na waovu wa kipindi hiki cha Muhammad. Kila ambaye mbaya tukitaka tutamwangamiza. Nyinyi tena wala hakuna tatizo, hamna tatizo, isipokuwa Allah tabaraka wa taala kumweka Muhammad ni mtume wa mwisho, ndiyo mambo mengi ambayo yaliwapata wenzetu Allah akayazuia. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah anamwambia Muhammad, hatukukutuma wewe isipokuwa ni sikitiko, huruma kwa walimwengu. Maana yake huruma ya Allah kwa kumleta Muhammad kwenye umma huu, ndio sababu waona yale matukio mengi ya wakati wa wenzetu waliopita hayatokei, bali kipindi hiki na umma huu Allah ameuhifadhi kuangamizwa kwa wakati mmoja kama walivyoangamizwa wenzetu. Maana kwamba sote tukaangamizwa kwa wakati mmoja tukafutika, hilo Allah amelizuia kwa sababu ya kuleta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika naf'alu bil mujrimin, ay mithlu dhalika liihlaki al-fadhi naf'alu bihaula'i al-mujrimina kuffara Makkah, vivyo hivyo wa maangamizo haya kipedhea tutafanya kwa hawa waovu katika makafiri wa Makkah. Litakdhibihim li sayyidil mursalin, kwa kule kumkadhibisha bwana wa mitume wote. Wailun yawmaidhin lilmukadhibin, imekuja mara 10 katika sura hii. Hem, tuhesabie ndivyo hesabu hiyo, wailun yawmaidhin lilmukadhibin imekuja mara 10. Mara ngapi? 10 kamili, sio 11 mara 10. Alhamdulillah, imekuja kwa msisitizo mara 10, kwa kusisitiza na kuonya yule anayesikia aya hii, sura hii, aonyeke na hayo yanayoelezwa, kwamba usijifanye mbabe, ulipita nzio wa babe na Allah aliwaangamiza. Usijifanye kiziwi katika haki, kuna walipita viziwi wenzio wakakumbana na mkono wa Allah tabaraka wa taala. Usijifanye mangulutu, walipita mangulutu wenzio na walipata mkono wa Allah tabaraka wa taala. Wewe ni nani? Kwa hiyo imekuja vitisho hivi na makemezo haya mara 10 tikrara, kuonyesha kwamba tunakumbushwa kuwa wema mbele ya sheria ya Allah tabaraka wa taala. Wailu yawmaidhin lilmukadhibin, adhabu nzito siku hiyo itawapata wale wenye kukadhibisha mafundisho na mitume yao. Alam nakhluqukum min ma'in mahin, je, hatukuwaumbeni nyinyi kutokana na maji yaliyokuwa dhalili? Istifhamu takriri tena hiyo hiyo, maana yake faqad khalaqnakum min ma'in mahin, kwa hakika tunawaombeni kwa maji dhalili. Ni maji gani dhalili hapo? Mani. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat tarab, angalie mwanadamu
ameumbwa kwa kitu gani? Khuliqa min ma'in dafiq, Allah anasema ameumbwa kwa maji yenye kuchupa kwa nguvu. Yakhruju min baini sulbi wa taraib, maji ambayo yanatoka kwenye mgongo wa mwanamume na kwenye mitulinga kifua cha mwanamke, yanapochanganyikana ndio inapatikana mimba. Innahu ala raj'ihi laqadir. Mwisho aelezea Allah, hakika ya Allah kumrejesha mwanadamu kwenye umbile lake baada ya kuwa amefariki na amechakachika. Laqadir, kwa hakika ni mwenye uwezo. Alam nakhluqukum min ma'in mahin, hivi kwani hatukuwaumbeni kwa maji yaliyokuwa dhalili? Wa hiya anna min khalqihim min an-nutfati al-haqirati ad-da'ifati kana qadiran ala i'adati khalqihim lil-ba'th wal-hisabi, yule ambaye amewaumba kwa maji dhalili hayo, maji manyonge kabisa, basi ana uwezo wa kumrejesha mwanadamu baada ya kufufuliwa kwake. Anaweza kumrejesha mwanadamu kwa ajili ya kuhesabiwa kwake na kukusanywa kwake. Kama alivyoweza kumuumba kwa maji dhalili, ana uwezo wa kumrejesha tena baadaye. Faja'alnahu fi qararin makin, tukayafanya maji hayo dhalili fi qararin makin, katika sehemu tulivu iliyohifadhika. Sehemu makini iliyohifadhika, bimaana fi rahimi mar'a, yanabakia kwenye tumbo la uzazi la mwanamke maji hayo, sehemu ambayo ni salama. Mwanamke aweza akenda kuchota maji kisimani akarudi, maji yametuama vizuri kwa hapo yalipo. Aweza akakaa, maji yametuama vizuri. Aweza akakimbia, maji yametuama vizuri. Aweza kufanya chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu yako fi makani makini, fi qarari makini. Angalia Allah tabaraka wa taala alikuwa fundi. Kama ingelikuwa ni utengenezaji wa binadamu, vurugu wanazofanya wamama, ingekuwa maji yanatoka kila siku. Maana katembea mwendo mrefu labda hapa na Mwakidila, mimba imeporochoka huko. Yule katembea kenda sokoni, akirudi imeporochoka. Yule kaenda hospitali, kwa sababu sehemu ingelikuwa haiko salama. Lakini Allah katika ufundi wake na uumbaji wake anatukumbusha mapito tuliyopita. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi makani fi qarari makin, na tukayafanya hayo maji, tukayaweka hayo maji katika sehemu tulivu iliyohifadhika. Haifikiri huko labda awe ana maradhi ya uzazi mwanamke, ipo weza kaporochoka, labda iwe na maradhi. Lakini mwanamke aliyokuwa kwenye salama yake, aliyoumbwa na Allah tabaraka wa taala, rahimi yake iko vizuri, basi hata afanye nini, maji yale yatatuama pale, yatakaa siku 40, yataondoka siku 40, yatageuka pande la damu, yatakaa tena siku 40, yatageuka yatakuwa pande la nyama, siku 40 ya tatu pale pale, na afanya shughuli zake zote, mwanamke hana matatizo. Sote tumepitia kwenye hali hizo katika uumbaji wetu. Faja'alnahu fi qararin makin, Allah anasema tukayaweka maji hayo katika sehemu tulivu iliyohifadhika. Ila qadarin ma'lum, mpaka katika kipindi kilichokadiriwa maalum. Maana yake ni hiyo miezi mingapi? Wengine waenda mpaka miezi 9 ila kadari maalum yao, wengine ila kadari maalum ni miezi 7. Mimi na watoto wangu wamekaa miezi 7 tumboni, Allah wahifadhi. Wengine wanakaa mwaka ila kadari maalum, wengine wanakaa mpaka miaka 2. Yuko mmoja katika salaf alizaliwa, mimba yake ilikuwa na miaka 4. Mimba yake ilikaa miaka 4. Yuko katika salaf saleh, mimba yake ilikaa miaka 2 wakazaliwa. Tumeelewana? Ala kulli hal,
Lakini humu mwetu sasa hivi teknolojia ilivyokuwa, mimba ikiwa na miezi 10 tu, ambwa sasa si mtafutie taratibu huyu, mpigeni kisu basi, au mtieni maji ya uchungu wazae. Kwa hiyo watu wana force, lakini itazaliwa tu, muda wake bado itazaliwa. Kila mmoja Allah anasema ila qadari maalum, mpaka kitambo makadirio maalum yaliyowekwa na Allah kutoka duniani atatoka. Faqadarna fa ni'mal qadirun, tukapangilia hivyo na sisi ni wabora mno wa wenye kukadiria. Fa ni'mal qadirun, sisi ni wabora mno wa wenye kupangilia mambo. Maana mambo tunayoyapangilia sisi lazima iende kwenye system njema zaidi. Tumeweka maji tu, lakini yashindwa kutoka hapo sehemu yalipokaa, hayatoki. Je, mpangilio wa Allah ni bora sio bora? Wewe unaweza kuweka maji kwenye kwapa ukaenda hapo na maako yasitoke, au kwenye shingo uyabana hivi wesi. Lakini Allah anasema ila qadari maalum, tukayaweka kwa kipindi na makadirio maalumu. Fakadarna, tukakadiria na kupangilia hivyo. Fa ni'mal qadirun, na wabora zaidi wa kupangilia mambo ni sisi. Fa ni'mal qadirun analeta kwa fi'il madhi lilmadhi. Allah anajisifu kwamba hayupo mbora wa kupangilia mambo zaidi ya yeye mwenyewe. Ndio maana ameweka maji ya uzazi kwenye tumbo la mwanamke, kwenye rahim ya mwanamke miezi kadhaa, na ayachoropoki kumwagika. Waweza wailu yaumaidhin lilmukaththibin, ole wao, adhabu kali siku hiyo itawapata wale wenye kukadhibisha mitume yao. Alam naj'alil arda kifata, je, hatukuifanya ardhi kuwa ni kitu chenye kukusanya? Ahyaan, waliokuwa hai, wa amwatan, na waliokufa. Hatukuifanya hivyo ardhi? Leo sisi sote tuliokuwa hai tuko juu ya mgongo wa ardhi sote, na wafu wote na maiti zote leo wako ndani ya ardhi. Ni ardhi hiyo hiyo inatumika, imekusanya wafu na imekusanya waliokuwa hai. Ni hikma ya Allah kubwa, tumeelewana. Ni neema kubwa ya Allah. Tuliwahi kuzungumza hapa, laiti ingelikuwa kila anaokufa atupwa juu ya ardhi, kila anakufa, tungelikaa duniani hapo kwa Sharifu Haidari tu hapo, itupwe maiti moja tu ya kibinadamu, mpaka huko hamtoka, mpaka huko moja tu. Lakini kuna maiti ngapi pale zimefukiwa chini ardhi? Baadhi kwa siku zaweza zikazikwa 5, saa nyingine 3 kwa siku moja, lakini pamezikwa maiti 5 pale kwa siku moja, lakini nyumba za jirani pale wanakula, wanaishi kama kawaida, hakuna harufu yote bana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya neema ya ardhi. Allah ameitengeneza ardhi kumhifadhi mwanadamu akiwa hai na akiwa amekufa. Tuko juu ya ardhi, tumehifadhika na ardhi, watembea, wakimbia, walala, kila kitu. Hii ni neema ya Allah. Lakini tutahifadhika na ardhi kama wenzetu sisi, tutakapokufa pia tutakuwa chini ya ardhi, hatutokuwa ni aibu, hatutokuwa aibu. Maiti ya kibinadamu ina heshima kama heshima ile ile inapokuwa wakati yuko hai. Maiti yatakiwa iheshimike kama wakati yuko hai. Ndiyo maana waona sheria imekuja kwamba ahifadhiwe ndani ardhi, asionekane aibu zake, asionekisikike harufu zake. Ardhi imefinika na kuzuia harufu za mifu yote. Dunia iko shwari kabisa, kama watu hawapi. Kumbe kuna huko Usagara watu wamezika leo, Mwanzake huko watu wamezika, Mabao watu wamezika, huko sijui Mvumali watu wamezika, huko Chongoleani watu wamezika, watu wamezika. Lakini hali ya hewa iko vile vile, ardhi iko vile vile sana, kwa sababu ya sitra ya ardhi iliyowekwa na Allah tabaraka wa taala
kumuhifadhi mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ni kiumbe chema. Walaqad karramna bani adam. Leo ukiua jipaka walitupa, uweze ukalitupa njiani, au ikionekana njiani limetupwa, lakini huwezi kutembea ukaona maiti ya binadamu imetupwa ovyo. Huwezi, kwa sababu ya ihtiramu ya kiumbe hichi. Sasa kama mmefanyiwa neema zote hizo za Allah, heshima zote, mbona bado hamtaki kutekeleza zile amri za Allah wanadamu? Allah amewahifadhi aibu zenu mkiwa hai, mkiwa juu ya ardhi, na atawahifadhi aibu zenu mkifa ndani ya ardhi. Lakini mpaka leo wako katika wanadamu ni mamluki, hawataki kutekeleza amri za Allah tabaraka wa taala. Haya ni maajabu. Mwataka mfanyiwe nini na Allah tabaraka wa taala mpaka mkiri kwamba Allah amewaneemesha? Alam naj'alil arda kifata, hivi hatukuifanya ardhi kuwa ni yenye kukusanya ahyaan wa amwata, waliokuwa hai na waliokufa. Waja'alna fiha rawasiya, na tukafanya katika hiyo ardhi milima shamikhati, iliyokuwa madhubuti, waljibala autada. Waja'alna fiha rawasiya, rawasiya bimaana waja'alna fiha aljibal shamikha, tukaweka katika hiyo ardhi milima shamikhati, iliyokuwa madhubuti na imara, kama kwamba ndiyo vigingi vya ardhi. Milima ndiyo vigingi vya ardhi, kuizuilia ardhi ili ardhi isiyumbe. Hii milima unayoiona Allah ameweka ndio vigingi vya ardhi, ardhi isiyumbe. Wataalamu wa miamba wanasema unavyoiona milima juu urefu wake, ndivyo chini yake pia ilivyokwenda. Kila unavyoona, ukiwa huku juu ni mdogo, basi hata ardhini pia ni mdogo. Ukiona juu umeenda juu sana ardhi, basi ujue chini ya ardhi napo pia umeenda vile vile na urefu wa juu. Siri ndio hii. Kwa hiyo milima Allah tabaraka wa taala ameifanya ni vigingi vya kuzuia ardhi, ili mwanadamu asiteseke na mitetemeko ya ardhi ya kila wakati, kwa sababu ingekuwa kila saa mayumbisho, sasa ingekuwa hata akili zikae vizuri. Akili nazo pia zilikuwa za nyumba, ukifikiria umetingishwa kidogo lakini tumekaa salama siku zote, lakini bado kwa muasi Allah tabaraka wa taala juu ya neema yake hii ya kupa ardhi yenye vigingi vilivyozuia tukawa salama. Allah tuhifadhi na hayo yote. Waja'alna fiha rawasiya shamikhati, na tukaweka katika ardhi hiyo milima imara madhubuti. Wa asqainakum ma'an furata, na tukawanywesheni nyinyi maji yaliyokuwa matamu, maji matamu kabisa kwenye hiyo ardhi, tukawanyesheni maji yaliyokuwa matamu. Nataka niulize swali, kuna mnasaba gani Allah tabaraka wa taala kwenye aya hii? Kwa sababu tumesema siku zote katika ilmu munasabat, inavyomalizikia aya ndio inavyotakiwa aya nyingine kuatiliwe mahusiano yao. Inavyoanza aya ndio inavyotakiwa aya imalizike katika mahusiano yake. Kuna mahusiano gani kati aya ilivyoanza na ilivyomalizika? Waja'alna fiha rawasiya shamikhat, aya imeanza hivyo na ikamalizikia wa asqainakum ma'an furata, na tukaonyesha maji yaliyokuwa matamu. Nani atatusaidia? Nani atusaidia? Huku umezungumziwa milima, huku tunazungumziwa kwamba maji yaliokuwa matamu. Naam. 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 Yani uhusiano uliopo hapa baina ya haya maji matamu pamoja na hii milima. Naam. Naam. Kwa sababu haya maji yenyewe yamehifadhiwa katika ardhi. Yamehifadhiwa kwenye ardhi. Naam. Asante. Mustahil. Barakallah. Asema mahusiano ya mwanzo na mwisho wa aya
kwa sababu maji yenyewe yamehifadhika kwenye ardhi. Asante mujtahid. Na mwingine? Naam. Maji matamu ni yale ambayo masafi. Kuna mahusiano gani hapa na milima hapo? Asante. Naam mzee. Asante, barakallahu fiki. Kawaida milima yote inatoa maji. Asante, mashaallah. Kuna ziada? Wale watu wa Lushoto nafikiri inawezekana wanaungana na mzee, na ndivyo hata ulivyosema ndio vile vile alivyosema mzee. Allah tabaraka wa taala anatuonyesha kwamba maji mingi asili yake ni milimani. Hata hii mifereji unaona mito hii, ukifuata mito asili yake maji yanatoka inatoka milimani. Hii mito unayoona inamwaga maji baharini, ukifuata huko utakuta yatoka milimani. Kwa hiyo maji mengi yanatoka milimani, hilo la kwanza. Lakini hata mvua sehemu za milimani ndiko ambapo mvua zinanyesha mara kwa mara kububujisha maji, kwa sababu baada ya mawingu yale kujikusanya kutoa mvuke chini ya ardhi au kwenye bahari na kwenye maziwa, ule mvuke unapopanda juu unatengeneza mawingu. Unapotengeneza mawingu, Allah analeta pepo zinapiga yale mawingu. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Mu'sirati ni yale mawingu, pepo zile zikija zinavyopiga inaonekana kwamba inatamua yale mawingu. Sasa zinapelekwa yale mawingu, yanapofika sehemu ya miti mikubwa, yale mawingu yanasimama. Yale mawingu yenye mvua kwenye miti mikubwa yanasimama, na kwenye milima yale mawingu yanasimama, alafu yananyesha mvua mara kwa mara, kuliko sehemu ambazo hazina milima. Sehemu ambazo hazina milima zitapata mvua, lakini hazifanani mvua yake na sehemu za miti mikubwa na sehemu zenye milima mikubwa, kwa sababu zile zina mvutano na mawingu yananasa sehemu zile. Kwa hiyo maji mengi maana yake na mvua nyingi zinapatikana kwenye nini? Kwenye milima. Ndio maana munasaba hii aya, waja'alna fiha rawasiya shabikhatin wa asqainakum ma'an furata, kana kwamba Allah tabaraka wa taala anatuambia na tukawelekea katika ardhi hiyo milima mikubwa madhubuti ambayo inasababisha mvua, ambayo mvua hiyo tunaonyesheza kupitia maji matamu. Kama maana yake anakusudia hivyo Allah tabaraka wa taala, wailu yawma idhin lilmukadhibin, basi ole wao wale ambao ni wenye kukadhibisha Allah na mitume yake siku hiyo. Tusimame hapa, tumombe Allah tabaraka wa taala atupe tawfiki wassadad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.